Bwana, mambo vipi mwana familia wa IREM TV? Taarifa rasmi za kimichezo pamoja na uchambuzi zinakujia kupitia kwetu. Hakikisha unachotakiwa kukifanya ni kusubscribe hapo chini katika akaunti yetu ili kwanza kupata taarifa za uchambuzi pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo tutakuwa tukikuletea mubashara kabisa kupitia IREM TV. Jambo kubwa ambalo tunalizungumza leo ni usajili wa mshambuliaji wa klabu ya Sporting Lisbon Victor Gyökeres ambaye kwa hivi sasa anatajwa kuhusishwa na vilabu mbalimbali. Vilabu hivyo ni pamoja na klabu ya Manchester United, pamoja na klabu ya Arsenal, Gunners, zote za nchini Uingereza ambazo zinatajwa kuvutiwa zaidi na mshambuliaji huyo ambaye alifanikiwa kufunga magoli 39 katika michezo 33 aliyoitumikia Sporting Lisbon katika ligi kuu ya Ureno katika msimu wa 2024-25 ambao umemalizika. Ishu kubwa ambayo inazungumzwa kwa hivi sasa katika usajili wa Victor Gyökeres ni yeye kuingia katika mgogoro mkubwa kabisa na klabu yake ya Sporting Lisbon, hasa rais wa klabu hiyo Federico Varandas ambaye ametoka katika yale makubaliano ya awali ambayo yanataja Victor Gyökeres alikuwa nayo na mkurugenzi wa ufundi wa klabu ya Sporting Lisbon aliyepita. Ishu nzima iko hivi. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali kutokea kule nchini Ureno ni kwamba mshambuliaji Victor Gyökeres ambaye alikuwa na kiwango kizuri kabisa na Sporting Lisbon, akiwemo kuisaidia timu yake kushinda ubingwa wa ligi kuu soka nchini Ureno pamoja na Taça de Portugal, Victor Gyökeres alikuwa katika rada za usajili wa mwalimu wake wa zamani alijiunga na Manchester United kwa maana ya Ruben Amorim, lakini pia alikuwa katika rada za usajili za klabu ya Arsenal ambayo kwa kipindi kirefu imekuwa ikimuinda mshambuliaji wa kuziba nafasi ya eneo la katikati ambapo hajatosha Gabriel Jesus pamoja na nyota wao pia Kai Havertz. Sasa kinachoendelea kwa hivi sasa ni kwamba awali wakati anafanya vizuri, baadhi ya vilabu vilitajwa ya kwamba vinahitaji kumsajili na dau la usajili ambalo lilitajwa lilikuwa ni pauni milioni 62.5 ambalo inasemekana Victor Gyökeres pamoja na wakala wake walifikia makubaliano hayo na mkurugenzi wa ufundi aliyepita wa klabu ya Sporting Lisbon ambaye ni Viana, ya kwamba mshambuliaji huyo atakapotaka kuondoka hilo ndilo ambalo litakuwa dau lake la usajili. Lakini siku chache zilizopita baadhi ya vilabu ambavyo vinatajwa kupeleka ofa kwa Victor Gyökeres vimekutana na hali ngumu ya kumsajili mshambuliaji huyo kutokana na uhalisia wa dau kubwa ambalo rais wa klabu ya Sporting Lisbon Federico Varandas analihitaji. Dau lenyewe ni kiasi gani haijawekwa wazi mpaka hivi sasa, ni dau kiasi gani linalohitajika, lakini rais huyo wa klabu ya Sporting Lisbon alipofanya mahojiano na jarida la O Jogo la huko nchini Ureno amethibitisha kwamba mchezaji huyo ataondoka klabuni hapo, lakini sio kwa dau la pauni milioni 70 ambalo limetajwa, ambalo lipo katika kifungu cha pauni milioni 60 kama ada itakayolipa usajili na pauni milioni 10 kama ada ya nyongeza ambayo itaendana na kiwango cha mchezaji huko aendako. Amekataa kabisa kwamba mshambuliaji huyo atalipiwa ada hiyo ya usajili na mtu yoyote yule, ikiwemo klabu ya Manchester United na Arsenal, Gunners ambazo zinamhitaji. Wakati akiwa anazungumza, rais huyo wa klabu ya Sporting Lisbon ametolea mfano wasajili mbalimbali ambao zinafanyika barani Ulaya za wachezaji ambao wana umri unaofanana na Victor Gyökeres, kwa sababu watu wengi walikuwa wanasema Gyökeres kuendana na kiwango chake pamoja na umri wake hastahili kusajiliwa kwa dau la zaidi ya pauni milioni 70 ambayo Sporting Lisbon wanahitaji. Wakati huo ametokea mbele rais huyo Varandas anasema Arsenal, Gunners zimemsajili Martin Zubimendi kwa dau la pauni milioni 65, mzaji ambaye tofauti yake kiumri na Victor Gyökeres ni kipindi cha miezi 6 pekee yake. Alafu anatolea mfano pia anasema Bryan Mbeumo ambaye anahusishwa na Manchester United ambaye umri wake ni miaka inayokaribiana kabisa na Victor Gyökeres, pamoja na mshambuliaji Matheus Cunha ambaye yeye anasema kwa vile anavyowaona hawana kiwango sawa na Victor Gyökeres, lakini wana umri unaolandana. Kwa nini wasajiliwe kwa pauni milioni 70 ambayo ndio inatakiwa ili kufanikisha usajili huo, lakini kwa nini watu waone wao wabaya kwa kuhitaji zaidi ya pauni milioni 70 kwa mshambuliaji ambaye ana kiwango kikubwa, lakini pia umri wake ni ule wa wachezaji ambao wanatafuta zaidi sokoni. Kwa hiyo ndio utetezi wa Varandas. Lakini kwa upande wa Victor Gyökeres kukoje mpaka hivi sasa? Upande wa Victor Gyökeres umefanya maamuzi ya kwamba walikuwa na makubaliano na director Hugo Vaina ambaye ameondoka kwenye klabu ya Sporting Lisbon ya kwamba ataondoka kwa dau la pauni milioni 62.5. Lakini kutokana na Varandas kukataa suala hilo kwa sababu director amekwisha kuondoka,
Victor Gyökeres amegoma kabisa kurejea mazoezini, na kwa mujibu wa taarifa pia ambazo zinaendelea nchini Ureno ni kwamba kumekuwa na mabishano makali sana kwa kutumia jumbe fupi kati ya rais wa klabu ya Sporting Lisbon Federico Varandas pamoja na Victor Gyökeres mwenyewe, sio wakala wake, yeye mwenyewe akiendelea kushinikiza na kuweka wazi ya kwamba anataka kuondoka Sporting Lisbon. Yeye Varandas anajitetea, anasema wao kwanza hawataki kumuuza Victor Gyökeres. Hawana huo mpango kwa sababu wao walishavuka katika nafasi ya wao kuuza wachezaji ambao wanafanya vizuri katika klabu yao ili waweze kujiendesha na kupata faida. Kwa hiyo kinachobakia hapa kwa hivi sasa ni chaguo la hao ambao wanamtaka kufikia lile dau, lakini pia wao kama klabu hawako tayari kuzizuia ndoto za Victor Gyökeres kujiunga na timu nyingine. Kwa hiyo wako tayari kumuuza Victor Gyökeres, lakini kwa dau lile ambalo wao wenyewe kama Sporting Lisbon wanalitaka na vilabu vingine vitapaswa kukubaliana nalo. Varandas anasema kama kitu pekee kitakachosababisha Victor Gyökeres kuto kuondoka Sporting Lisbon ni dau, basi atakuwa na wakala mbovu zaidi kuwahi kumuona. Atatolea mfano wa hawa wachezaji ambao nimekutajia ikiwemo Martin Zubimendi, Matheus Cunha na Bryan Mbeumo ambao umri umeonekana sio changamoto, lakini hawamfikii kiwango Gyökeres. Vilabu vyao vinataka angalau wapewe zaidi ya paundi milioni 70 ambao na wao wamesema mpaka sasa hivi Victor Gyökeres na wakala wake wanajua ni kiasi gani ambacho Sporting Lisbon wanahitaka ili waweze kumwachia mshambuliaji huyo. Saga linaendelea, vita linaendelea, mvutano unaendelea. Hatima ya Victor Gyökeres mpaka hivi sasa haijulikani ni wapi. Wakati huo Arsenal wanaendelea kutoa macho pia sehemu nyingine. Tayari wamekwisha kuziba pengo la Jorginho ambalo linazibwa na Martin Zubimendi, lakini kwa hivi sasa wanaziba pia pengo la Thomas Partey ambapo Christian Nogard anakuja kwenye timu hiyo. Halafu mara baada ya hapo wanageukia upande wao wa kushoto wa timu hiyo na wanatajwa Eberechi Eze yupo katika orodha ya juu kabisa ya wachezaji ambao wanahitaji kwa ajili ya kwenda kumpa changamoto zaidi Gabriel Martinelli katika eneo lile. Lakini kwa upande wa ushambuliaji ambao ndio tatizo lao kubwa, wao kwa hivi sasa wanafuatilia uwezekano wa kumsajili Benjamin Sesko, wakati ambao wakiendelea kusikilizia hatma ya Victor Gyökeres na klabu yake ya Sporting Lisbon. Lakini kwa sasa mpaka tunapozungumza Federico Varandas ameshikilia msimamo wake, hakuna popote ambapo anakwenda Victor Gyökeres kwa dau la chini ya kile ambacho wao wanakihitaji, sio paundi milioni 70. Endelea kusubscribe na kukaa nasi IREM TV ili kuweza kupata mfululizo wa taarifa mbalimbali ikiwemo hizi za kimichezo ambazo tutakuwa tukikupatia kila siku kupitia IREM TV.